Haleluya. Mwambie jirani, neno la udhihirisho. Neno la udhihirisho. Neno la udhihirisho. Ninaposema neno la udhihirisho, kitu gani ninataka nizungumze na wewe siku ya leo? Neno la udhihirisho. Ninaposema neno la udhihirisho, kitu gani nataka uelewe? Haleluya. Kuna jambo nataka ujifunze kwa habari ya ujumbe huu. Neno la udhihirisho. Sio kila neno ni la udhihirisho, na sio kila neno linaweza likadhihirisha kitu. Linaweza likawa neno lakini lisidhihirishe jambo. Kuna neno linaweza likadhihirisha kitu lakini kikawa ni kibaya. Kwa mfano, mtu anaposema kitu fulani cha kukukwaza kimedhihirisha maumivu kwako. Linaweza likawa neno lakini likadhihirisha kitu kibaya juu ya maisha yako au ndani ya moyo wako, na ukawa ni mtu ambaye hauna amani kwa sababu ya neno limedhihirisha kitu fulani. Lakini siku ya leo nitazungumzia kwa habari ya neno la udhihirisho katika Bwana. Neno la udhihirisho katika Bwana. Haleluya. Neno la udhihirisho katika nani? Katika Bwana. Sitaenda sana kwa sababu nataka tu leo nifundishe kinabii na nikuombee kinabii na nitamke neno kinabii juu yako, alafu nikuache uende. Neno la udhihirisho. Sio kila mtumishi ana neno la udhihirisho. Kuna wengine wana maneno ya udhihirisho lakini sio maneno yale ambayo ni maneno haya. Ni maneno yenye kuinua, sio maneno haya, bali ni maneno ambayo ni machafu na mabaya. Je, neno la Bwana linawezaje kuwa na udhihirisho? Na ndio maana sio kila nabii au kuhani atafanana na mwenzake. Kuna mwingine ana neno la faraja, kuna mwingine ana neno la kukupa amani, lakini kuna neno la udhihirisho. Neno hili la udhihirisho linapotoka juu ya mtu, jambo linatokea juu ya maisha ya mtu huyo. Watumishi wengi hawana vinywa vya udhihirisho. Wanapotamka juu ya mambo fulani hayadhihiriki. Kama ambavyo nilinena mwanzoni mwa mwaka, nikasema kwamba kwa wale tulioomba juu ya corona mwaka jana, nikasema mwanzoni wakati tunaingia mwaka huu tusibweteke. Si ndio? Haleluya. Nilisema hivyo kwa sababu nilijua nini kinakuja mbele katika mwaka huu, kwa sababu shetani anawatafuta watu kwa maarifa makubwa na kwa mbinu nyingi na kwa hila za kutosha. Nikasema kwamba kila atakaye achilia mwanya atapigwa. Na sijawahi kunena neno lisidhihirike. Likadhihirika. Na huwa nafurahi linapodhihirika, kwa sababu inanifanya nijione kwamba ninapotamka inakuwa. Haleluya. Kwa hiyo isingedhihirika pia ningemuuliza Bwana kuliko. Bwana natamka haidhihiriki. Kwa hiyo inapodhihirika kwangu ni amani kubwa sana. Ni amani kubwa sana. Na kitambi kinaongezeka kwa sababu neno linadhihirika. Haleluya. Neno linafanyaje? Linadhihirika. Neno la udhihirisho. Kuna watu ambao sio watumishi wote katika Biblia walikuwa na neno la udhihirisho. Walikuwa manabii lakini sio kila nabii alikuwa na neno la udhihirisho. Sio kila mtume alikuwa na neno la udhihirisho, na sio kila mwalimu, mchungaji, mwinjilisti alikuwa na neno la udhihirisho. Kwa hiyo kuna wachache ambao walikuwa na neno la udhihirisho. Wengine walikuwa na neno la taarifa. Nabii anaambiwa peleka ujumbe fulani kwa Israeli. Hii ni taarifa kawape, waambie washike amri na sheria zako. Lakini kuna baadhi ya manabii waliokuwa na neno la udhihirisho. Waliponena juu ya mvua ikaacha kunyesha. Waliponena juu ya kusimamisha jua ikasimama.
kwa sababu walitamka neno la udhihirisho. Ni wakati wa kujifunza kwamba napaswa kuwa na neno la udhihirisho. Ninapolitoa neno hili, jambo litokee. Wengi tuna vinywa, lakini sio vinywa vya udhihirisho. Unapotaka mambo fulani kati ya mwaka huu au ndani ya mwaka huu, unapotaka vitu fulani ndani ya mwaka huu, maana kuna namna unatakiwa kuachilia neno la udhihirisho. Ndio maana nikasema kabla mwaka huu haujakatika, lazima kuwe na watu ambao wanamwamini Yesu, wamefanikiwa katika mahitaji ambayo wamekuja nayo leo. Miongoni mwa hayo au kati ya hayo, kuna mambo yatakayodhihirika kabla ya mwaka kuisha. Ndio maana nilikwambia andika kadri uwezavyo. Haleluya. Haleluya. Neno la udhihirisho. Sio kila mahala aliposema Mungu jambo lilitokea. Kuna wakati alisema haikutokea kitu kwa sababu hakutoa neno la udhihirisho, alitoa neno la kuonya au neno la taarifa. Kwa hiyo sio kila neno utahisi limebeba muujiza kukubadilisha wewe au kutengeneza udhihirisho wa kitu fulani. Sio kila neno ukiambiwa ubarikiwe basi baraka zitaonekana pale. Kuna wakati ukiambiwa ubarikiwe linabaki kwa neno la kukutia moyo. Lakini kuna saa likitamkwa hilo neno ubarikiwe, kweli zinaonekana. Kwa sababu kuna saa linakuwa neno la udhihirisho, lakini kuna wakati linakuwa neno la faraja. Ninawezaje kukutamkia neno na jambo likatokea? Yanipasa mimi niletamka kwanza nijue kwamba kuna neno la udhihirisho na kuna neno la taarifa, kuna neno la kutia moyo, kuna neno la kuonya. Neno la kuonya halina udhihirisho wowote, isipokuwa linatengeneza fikra za mtu, linabadilisha mwenendo wake. Kuna lile neno ambalo Mungu alilitumia, iwe mbingu na ikawa, iwe ardhi na ikawa, wawe wanyama na wakawa, awe mtu na akawa, iwe vitu fulani na vikawa. Hilo ndilo neno ambalo natakiwa kulitumia au wewe kulitumia juu ya vitu unavyotaka vionekane. Na ni maana huwa sibabaishwi na giza au na wachawi, kwa sababu ninajua ninapolitumia neno la udhihirisho hawawezi kupingana nao. Maandiko yanasema analituma neno lake, alafu linawaponya na kuwatoa kwenye maangamizo. Hili neno ni tofauti na maneno mengine, japo yote yanatoka ndani ya kinywa cha Mungu mmoja, lakini sio kila neno lina udhihirisho. Sio kila neno lina udhihirisho, na sio kila neno likitoka basi lidhihirishe kitu fulani. Hapana. Na maana watumishi wa leo wana maneno mengi, lakini udhihirisho wa mambo ni ndogo sana. Wana mambo mengi wanasema juu ya watu, lakini vinavyodhihirika ni vichache, kwa sababu hawajui kutofautisha kati ya neno la udhihirisho na maneno ya kawaida, maneno ya kuwajenga watu. Kuna saa Yesu aliinua mikate michache pamoja na samaki, akabariki kwa maana kwa namna ya kwamba akatoa maneno ya udhihirisho. Maana yake ni kwamba vile vitu vikaongezeka, wakala wakasaza. Leo hii ukisema wewe nawe ufanye hivyo, yawezekana isidhihirike kwa sababu hujatumia neno la udhihirisho. Lakini siku ya leo ninakwenda kunena neno la udhihirisho juu ya maisha ya mtu, na kwamba kila jambo ambalo unalihitaji likapata kufanikiwa, na neno hili likayadhihirishe mahitaji yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Naongea na walio hai au ni waliopitiwa na upepo? Haleluya. Walio hai, walio hai. Haleluya. Neno la udhihirisho. Unataka jambo gani liweze kudhihirika? Tumia neno la udhihirisho. Kuna neno la udhihirisho kwa ajili yako. Sio tu nikinena kwa sababu nimenena mengi juu yako basi yadhihirike. Kuna wakati ambao nitatamka vitu fulani visionekane kwako kwa sababu nilinena maneno ya kukujenga wewe, au maneno ya kukuweka mahala fulani, maneno ya kukuhamisha hapa kukuweka mahala fulani, lakini sio ya udhihirisho. Kuna saa ya miujiza, yanipasa kulitumia neno la udhihirisho ili miujiza itokee. Lakini neno la leo utakalolitumia ni la udhihirisho kwako.
kila nitakalotamka lazima lidhihirike ndani ya mwaka huu. Na hayo mahitaji ulionayo, lazima kuna mahitaji mengi kuliko yatakayobaki, yatakayokuwa na tiki ya kudhihirika. Tukiyapigia tiki ya kwamba hili limetimia, na hili limetimia, na hili limetimia, na hili limetimia, na hili limetimia. Kwa hiyo yatakayotimia ni mengi kuliko yale yatakayobaki. Hapo tutatembea na watu wenye imani, tutatembea na watu wa imani, ya kwamba kila ambacho unahitaji mwaka huu, ya kwamba kipatikane, lazima kidhihirike. Naongea na watu wenye imani, sio wanaoshangaa. Naongea na watu wenye imani. Chukia kuja kanisani alafu hauoni mafanikio. Ni kwa vile ambavyo unakuja kutimiza wajibu, hauji kwa kiu. Unajua, ukikuta mtu mwenye njaa ya chakula, mwenye njaa ya chakula, mawazo yake yote yanakuwa kwenye chakula. Lakini unaweza ukaja hapa, ninachomaanisha ni kwa unaweza ukaja hapa lakini haupo kwa Mungu. Uko kwenye ya kwako ambayo hayana baraka, hayana faida. Umekaa hapa lakini unatembea na mambo ya nyumbani kwako kwenye ufahamu. Hayo yenyewe yamekushinda. Yanawezaje kukutosha mambo? Maana ni kwamba hauwezi ukamwakiwa. Wale ambao fahamu zao, kufikiri kwao, kuamini kwao wanaelekeza kwa Mungu aliye hai, wakati huu ndio watakapopokea. Hao ndio ambao nitazungumza nao siku ya leo. Haleluya. Maandiko nasema kulikuwako neno, na huyo neno alikuwako kwa Mungu. Lakini pamoja na kwamba alikuwako kwa Mungu, alikuwa ni Mungu. Neno huyu ni neno ambaye vyote vilifanyika kwa yeye. Sasa anaongelewa ni neno udhihirisho. Maneno ni mengi sana ya Mungu, lakini liko neno moja tu la udhihirisho. Pamoja na kwamba kuna maneno mengi, lakini liko neno moja la udhihirisho. Maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwako neno, sio maneno. Maneno yapo, lakini akatoa limoja tu, kulikuwako neno. Maana yake neno moja. Anasema neno huyu alikuwako kwa Mungu, lakini neno hili vyote vilifanyika kwa hilo. Kwa hivyo katika maneno mengi kuna moja tu ambalo linaweza ikawa neno, na kwa hilo vyote vinafanyika. Maana yake hilo ndilo neno ambalo ninataka tulinene leo, ili kwa hilo vyote vifanyike. Ikiwa alikuwako neno, na kwa neno huyo vyote vilifanyika, wala pasipo hilo neno lisingeweza kufanyika. Kuna saa hatutakiwi kuwa na maneno, tunapaswa kuwa na neno ambalo kwa hilo biashara yako itastawi, kwa hilo ndoa yako itakuwa na amani, kwa hilo masomo yako yatakuwa mepesi, kwa hilo maana mtaji wako utaongezeka, kwa hilo faida itakuwa ni kubwa sana, kwa hilo kazi yako itastawi. Kuna neno moja tu linaitwa neno la udhihirisho. Sio kila neno linaweza likaja kwako na ukaona matokeo. Kuna mengine ni maneno, lakini kuna neno ambalo kwa hilo vyote vilifanyika. Na ndilo ambalo nalitamka kwako kwa jina la Yesu siku ya leo, ya kwamba kila ambacho umekipangilia kikapata kufanikiwa. Nami naliachilia neno hilo juu ya maisha yako. Kila kilicholala kikaamka kwa jina la Yesu. Nami ninatabiri siku ya leo kusema ya kwamba wale wote ambao walinena maneno mabaya yakafunga maisha yako, ninayafuta kwa neno moja tu la udhihirisho. Maneno mabaya ya kukufunga na kuondoke kwa jina la Yesu. Ninatoa neno moja tu la udhihirisho, ya kwamba kwa neno hilo moja tu mafanikio yako yakarejeshwe tena, haki yako ikarejeshwe tena. Yale maneno ambayo ilikuwa ni maneno ya kulifutilia mbali neno la udhihirisho yakaondolewa kwa neno moja tu. Mungu akamwambia Yeremia, je, neno langu si kama moto? Akasema maneno yangu, anasema neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ifutayo mawe vipande vipande. Kumbe kuna neno, sio maneno. Je, neno langu si kama moto? Tunalituma hilo katikati ya maadui, tunalituma hilo katikati ya wanafiki, tunalituma hilo katikati ya wasinzi, nikawatengeneze, nikawabarue, nikatoa chafu wako ndani yako. Tunalituma hiyo katikati ya ardhi yako, tunalituma hiyo kwenye kazi yako. Neno la Bwana si kama moto, neno la Mungu ni hai tena lina nguvu. Kumbe ni neno
faida. Liko neno moja tu li hai, na tena lina nguvu, na tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, na tena li jepesi kuyatambua makusudi na mawazo ya moyo. Hiyo ni neno ambalo ni zaidi ya upanga ukatao kuwili, linagawanya nafsi na roho. Ni neno, sio maneno. Hilo ndilo neno ambalo siku ya leo, ikiwa kuna mabaya yanaandamana na wewe, yakagawani kwa neno hilo. Ulituma neno lake waponya na kuwatoa ndani ya maangamizo yao, nami wanasukuma ndani yako, wakadhihirishe mtaji wako, wakadhihirishe maisha yako. Haleluya watu hao, haleluya kabisa, haleluya. Kuna mtu ambaye wakati mpaka huu, maanake hapa tulipofikia, alitakiwa tayari ameshajua nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Alitakiwa kujua kabisa kwamba leo mimi na lengo, lakini hamna mpaka sasa. Watu wameshangaa. Haleluya. Watu wameangalia tu kama kuna mtu anavishwa pete. Haleluya. Haleluya. Kama mtu anavikwa nini? Haleluya. Hapo ndo tunakuwa na makofi mengi. Kitabu kile cha Yohana sura ya 1. Kuna watu hawajaelewa kwamba nawazungumzia leo juu ya neno la udhihirisho. Ninataka uondoke hapa ukiwa umevuka. Uondoke hapa ukiwa tayari unakwenda kufanikiwa. Neno la udhihirisho lazima likatende juu ya maisha yako. Nitasoma mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 3. Yohana Mtakatifu sura ile ya 1. Maandiko yanasema, hapo mwanzo kulikuwa neno. Sio maneno, neno. Na ndilo hili ambalo tunalitaka leo, la udhihirisho. Sio maneno, neno. Kulikuwako neno. Neno ambalo linaongelewa hapa, au neno huyu anayeongelewa hapa ni yule aliyedhihirisha. Ni yule aliyedhihirisha. Ndio maana maandiko yanazungumzia maneno. Lakini kuna saa ukisoma vizuri Biblia inasema hivi, amini amini nawaambia, mtu akilishika neno, sio maneno. Kumbe katika maneno kuna neno. Anasema hivi, hata ona mauti. Katika maneno kuna neno la uzima. Moja tu, sio yote. Ninataka uelewe leo kwamba yanaweza yakaja maneno lakini yakawa ni upuuzi, ila katika maneno moja ikawa la uzima. Na katika wingi wa maneno sio uhai. Kuna neno ambalo ndilo ambalo linatakiwa kuwa uhai. Amen. Haleluya. Ukishindwa kutofautisha hili, hautafanikiwa. Ndio maana unaweza ukawa na maombi mengi ya kuomba sana maneno mengi, lakini usione mafanikio. Kwa sababu maneno yako yote sio maneno ya udhihirisho. Na katika maneno hayo unayoyaomba wewe, unayoyatamka kinywani mwako, sio maneno ya udhihirisho. Ndio maana kila unapoomba jambo halionekani. Haleluya. Amen. Maana anasema hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa ni nani? Huyu ndiye anayedhihirisha. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hakikufanyika chochote kilichofanyika. Sasa anaongelewa hapa sio maneno. Na ndio maana nimesema hivi, sio kila mtumishi anayesema barikiwa, funguliwa, maneno mengi basi ikamaanisha maneno hayo yote yamefanya kazi. Kuna mengine yanafanya moyo wako uwe wili. Kuna sometimes maneno yanakuja ili kutengeneza moyo wako, ila katika maneno hayo kuna neno moja tu linalotakiwa kudhihirika ndani yako. Ndio maana anasema vyote vilifanyika kwa yeye, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Je, nini kilifanyika? Anasema ndani ya huyo neno kulikuwa na nuru, na hiyo nuru ilikuwa ni ya ulimwengu. Ukiendelea kusoma hapo chini mstari wa 4, Maandiko yanasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, ndani ya hiyo neno, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kuna neno moja tu ambalo linapaswa kuwa taa na mwangaza wa njia zako. Neno, sio maneno.
Kwa maana maandiko nasema neno lako ni taa na mwangaza wa njia zangu. Sio maneno, neno lako. Kumbe kuna saa tunatakiwa kulitafuta neno ambalo lina udhihirisho wa kuwa nuru kwenye maisha yetu, lina udhihirisho wa kuyafufua maisha yetu, lina udhihirisho wa kuyatengeneza maisha yetu. Hiyo ndilo neno ambalo tunatakiwa tuwe nalo. Ndio maana unapokwenda kwa watumishi mwambie sema neno, sio maneno. Yule mtu akamwambia Yesu sema neno moja. Hakumwambia sema maneno yote. Sema neno moja na mtu wangu atapona, kwa sababu alijua nikisema maneno inawezekana katika maneno kusiwepo udhihirisho. Sasa naposema sema neno, anatafuta moja tu, hataki mengine. Anataka neno moja la udhihirisho. Kuna wakati mwambie Bwana, achilia neno kwangu likadhihirishe maisha yako, likadhihirishe kile ninachohitaji. Achilia neno kwangu. Inawezekana utasema kupitia makuhani wako, utasema kupitia roho wako. Achilia Bwana neno litakalofungua maisha yangu. Achilia neno litakalostawisha hatua zangu. Achilia neno litakalogusa biashara yangu. Achilia neno litakalogusa watoto wangu. Achilia neno litakalogusa hatua zangu. Maana kila ninapopiga hatua hakuna ustawi, hatua zangu hazistawi. Achilia neno Bwana, kwa maana liko neno moja tu litafanyika mwangaza kwenye hatua zangu, litafanyika taa kwenye njia zangu, litafanyika nuru kwenye kazi yangu, litafanyika baraka kwenye kazi yangu, litafanyika amani kwenye ndoa yangu, litafanyika amani kwenye masomo yangu. Liko neno moja. Nimwambie Bwana niachilie neno hilo, maana kwa hilo kuna mengi ambayo hayapo yatafanyika juu ya maisha yangu. Maana kwa hilo vyote vilifanyika, na pasipo hilo Bwana havikufanyika. Hata mimi nilifanyika kwa neno hilo. Achilia neno hilo Bwana juu ya maisha yangu, ili vyote ambavyo havipo vikafanyika, vile ambavyo hakuna vikawepo, na vile vilivyokufa vikapata kuwa hai. Hilo neno moja tu ninalitaka. Daudi akasema neno moja tu ninalihitaji, nikawe mfano wa bawaba malangoni pake. Nawe taka neno moja tu kutoka kwa Bwana, maana neno lake moja tu litafufua mambo yako yote. Neno lako moja tu litainua kazi yako. Neno lako moja tu litakwenda kufufua watoto wako. Na ndio Bwana liachilie neno hilo Bwana. Neno lako moja tu litainua kazi yangu, litainua watoto wangu, litagusa hatua zangu. Inawezekana kuna mambo unapangilia unayaomba kwa maneno yako, lakini Mungu anasema huna neno moja tu lenye udhihirisho litakalosimama na kufufua maisha yako, litakalosimama na kuinua kazi ya mikono yako. Unachofanya tustawi kwa sababu ni kosa neno ambalo kwa hilo vyote vilifanyika, na kwa hilo ustawi utaonekana. Liko neno moja tu. Mwambie Bwana, nalitaka neno hilo likae ndani yangu. Bwana Yesu akasema hivi, watakase kwa ile kweli. Neno sio maneno, neno lako ni kweli. Kwa sababu yeye alilenga neno moja tu, neno lenye uhai, neno lenye kudhihirisha. Hatuna neno la kudhihirisha, tuna maneno. Mimi wanasema tuna mbwembwe na makelele mengi, lakini si maneno yenye kudhihirisha. Tuna makelele, tuna bwabwaja. Hatuna neno lenye kudhihirisha litakaloinua tunapohitaji. Yesu anasema uwe hai funguliwe, anamaliza, hana maneno. Nafuja mpaka mtumishi anatapika eti anaomba, maneno yanakuwa mengi, na kama si limechungulia chini mbinguni juu sana kuliko usultani. Ukiuliza vipi, naomba kwa kumaanisha. Haleluya. Niombe na mimi kwa makelele namna hiyo. Hapana. Unataka nini kwa Mungu? Nataka Mungu afungue malango. Nataka Mungu afungue malango. Anasema usemezane, usipige kelele. Semezana naye. Kuna wakati tunaomba mpaka Mungu anatuambia kwa nini mnanung'unika? Mnafadhaika. Unajua kuna sometimes ukiomba Mungu akuchukulie unaomba, anasema ananung'unika. Anafadhaika. Analalamika. Haleluya. Mwambie Bwana, umesema nisemezane nawe. Waijua akili yangu hata kabla sijaomba. Tena Bwana, achilia neno lako moja tu, nawe litakuwa fufua mahitaji yangu.
itakuwa uhai wa maisha yangu. Ninajua Bwana wayajua mengi niliyo nayo moyoni, wewe utambua moyo kuliko maneno. Naweza nikanena, lakini nikanena maneno ambayo Bwana hayakupendezi. Ninahitaji neno lako moja tu Yesu. Unajua moyo wangu na kiu kali Bwana. Tuma neno lako moja, nikafike nyumbani kwangu, nikafike kazini kwangu, nikafike mahala pangu Bwana, ili kwa neno hilo nikakamilisha mahitaji yangu yote yaliyoko katika hesabu ya moyo wangu Bwana, yakakamilika. Neno lako moja la tosha Bwana, hilo ndilo ninalolitaka, na kwa dhihirisho huo nitakutukuza. Kinywa changu kitaimba sifa Bwana, na nikawe na maneno mengi ya sifa na sio maneno mengi ya kulalamika Bwana. Achilia neno lako moja ili nikapate kupokea. Hayo ndio maombi. Unaomba maombi mpaka jirani anakutamani. Ukirudia tena basi nikusikie. Si wewe. Mpaka jana nasema jamani, huyu mtu ana kelele. Umshawishi. Mtu anaomba amesambaa pale. Miguu hiyo ushirikiano, mikono mara mwingine huko ukipita vibaya unakutana na tipa ya mikono. Mtu anaomba huko. Haleluya. Hata kama unaomba maombi ya vita, unafanya maombi ya vita, pangilia basi. Nakuja kwa jina la Yesu, nitakase Bwana, ninapasua Bwana, nioshe. Bwana toba plus vita mfululizo. Utakaso ule kuvunja pale pale. Mpaka ule mvunja anasema wewe kwa kweli umechanganyikiwa. Ule mvunja. Maana unamvunja mjamii. Nitakase Bwana. Huenda halivunjike kwa sababu nina hila. Bwana nitakase. Maana ajijua mimi ni mbea. Kweli kabisa nitakase. Lakini napaswa majeshi ya anga na ya pepo wa giza, mashariki magharibi. Kama tukakimaliza kanawashirikisha watu, huyu uko wapi? Nilivyowaombea. Hamtakaa muamini katika ulimwengu wa sasa. Nimebubujika. Haleluya. Haleluya. Maana nasema hamshui kuomba ipasavyo. Muomba kwa tamaa. Unajua kuna wakati tunaomba kwa sababu tamaa zetu. Hatuombi kwa sababu tunamuomba Mungu awezaye kujibu. Tunaomba kwa sababu ya tamaa. Hatuombi kwa sababu anavyo. Tunamuomba kwa sababu ya tamaa. Kuna wakati tunamwambia Bwana, sina tamaa na hiki, ukipenda kunipa nipe, maana ninakihitaji. Siombi kwa tamaa, ninaomba kwa uhitaji, kwa kuwa ninahitaji Bwana. Achilia jambo hili juu yangu. Siombi kwa kuwa ninatamani, ninaomba kwa sababu ninakihitaji. Yaani ukimwambia Mungu hivi, hata kama alikuwa amegeuka huko na kugeukia, unasema ninaomba kwa sababu ninahitaji Bwana. Hebu ninaomba kwa sababu nahitaji Bwana, pokea. Haleluya. Amen. Bwana Yesu tena Bwana Yesu, tena Bwana Yesu. Afu baadaye anapunguza sauti yake, ndio Mungu ningejua ningefanya haraka tu. Bwana tena. Wewe ni mwaminifu tena Bwana. Ndio Mungu sio nimelala ile tani tena. Bwana tena. Hamna Mungu wa hivyo. Haleluya. Haleluya. Vyote vilifanyika kwa huyo mstari wa 3. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Tunataka hili neno leo. Hili neno likae kwenye maisha yetu. Nani natamka kwa jina la Yesu. Hili neno ambalo lilifanya vitu vyote likasimame juu ya maisha yako. Wewe unataka maisha yako yanyooke, likasimame kwako. Kuna watu wanahitaji gari hapa, kuna watu wanahitaji nyumba, kuna watu wanahitaji watoto, kuna watu wanahitaji fedha, kuna watu wanahitaji masomo. Hili neno likasimame juu yako. Kuna watu wanahitaji ada, hili neno likasimame juu yako. Kuna watu wanahitaji mbegu za mafanikio, hili neno likakae juu yako. Kuna watu wanahitaji kazi, umekosa kwa sababu huna neno la dhihirisho. Pokea neno hili kwa jina la Yesu. Ninasema pokea neno hili likadhihirishe ndani ya mwaka huu kwa jina la Yesu. Na kuanzia tarehe ya leo, hili neno likadhihirike kwako. Ikiwa ni kwa watoto wako, ikiwa ni kwa ndugu zako, ikiwa ni kwa mzao wako, likadhihirishe kwa jina la Yesu. Mipango yako yote inafanikiwa ndani ya mwaka huu kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Lazima iwe.
kile cha Mwanzo. Fungua kitabu cha Mwanzo. Fungua kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Ninataka nikuonyeshe tena jambo jingine hapo. Leo ninataka nitoe neno la kinabii ambalo utatembea nalo mwaka mzima. Utatembea nalo kuanzia sasa mpaka mwaka unaisha. Haleluya. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 6. Kuna jambo nataka nikuonyeshe hapo. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliziumba. Musa anatupa historia kwa waandishi wake. Maana hata wakati zinaumbwa yeye hakuwepo. Maana Musa ni wajuzi tu. Ametanguliwa na Ibrahimu, ametanguliwa na Nuhu, ametanguliwa na kina Henoko, ametanguliwa na kina Habili na Kaini, ametanguliwa na kina Adamu, ametanguliwa na kina Isaka na Yakobo, ametanguliwa na wengine wengi. Yeye anatupa habari ya mambo yaliyotokea kipindi hicho, hata kabla ya kuwapo kwake. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na akasema nayo nchi iliyoumbwa ilikuwa utupu tena ukiwa. Na kama ilikuwa ukiwa tena utupu, alafu giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Anasema roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Hakuna kitu kilichofanyika katika wakati ambao yawezekana mbingu na nchi zipo, lakini katika nchi kuna ukiwa. Hakuna kitu. Yawezekana nyumba unayo lakini ni kiwa. Yawezekana kazi unayo lakini ni tupu, haina faida. Kilichofanyika mstari wa 3, maandiko yanasema hivi, Mungu akasema na iwe nuru. Jambo la kwanza kuondoa ukiwa ni nuru. Nami natamka yawezekana kwenye kazi yako kuna utupu, hakuna kitu. Maana kulikuwa na giza, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa hakuna kitu, hata nuru haipo. Yawezekana kazi unayo kama ambavyo mbingu zipo, lakini kuna giza. Yawezekana kazi unayo ila ina giza. Yawezekana biashara unayo ila ina giza. Yawezekana unasoma lakini kuna giza. Yawezekana kuna vitu ambavyo unahitaji kufanikiwa lakini kuna giza. Mungu akasema hiyo nuru. Ninachotafuta ni lile neno la dhihirisho. Mungu akasema, maana akatamka neno, alafu lile neno likadhihirisha nuru. Yawezekana kwenye ndoa yako kuna giza, ninatamka na ikawe nuru. Yawezekana kwenye kazi yako kuna giza, ninatamka ikawe nuru. Yawezekana kwenye ndoa yako kuna giza, ninatamka ikawe nuru. Kwa maana hili neno linadhihirisha, inakuwa nuru kwa jina la Yesu. Yawezekana kwenye masomo yako kuna giza, natamka ikawe nuru. Yawezekana kwa watoto wako kuna giza, natamka ikawe nuru. Yawezekana kwenye uchumi wako kuna giza, natamka ikawe nuru. Kwenye kazi kuna giza, natamka ikawe nuru. Kwenye hatua zako natamka ikawe nuru. Lakini wakati huo unayo kazi ndio, lakini kuna giza. Una watoto ila kuna giza. Una uzao ila kuna giza. Unao kizazi lakini kuna giza. Una mawazo lakini yana giza. Una ideas lakini kuna giza. Una fikra njema lakini kuna giza. Neno hili natamka udhihirisho na ikawe nuru kwa yote kwa jina la Yesu. Ikawe nuru kwa yote kwa jina la Yesu. Ikawe nuru, ikawe nuru, ikawe nuru, ikawe nuru. Kwa jambo lolote ikawe nuru. Tunachotaka kuondoa ni ule utupu na ukiwa. Shida sio wewe kuwa na kazi, au wewe kuwa na watoto, au wewe kuwa na mume na mke, au wewe kusoma. Tatizo ni kwamba pamoja na kwamba una elimu lakini huna kazi. Maana ni kwamba pamoja na kwamba kuna nchi lakini ukiwa na utupu. Ni sawa na wewe una nyumba lakini kuna giza. Una mshahara lakini haukutoshi, kuna giza. Ni sawa na wewe una kitu fulani lakini kuna giza ndani yake, na hiyo giza halileti ubora wa kile ulicho nacho. Inaonekana kana kwamba huna. Inawezekana unafanya kazi fulani lakini kuna giza. Kumbe Mungu ni Mungu anatoa neno lake la udhihirisho kwenye giza. Akasema giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa leo hii tutoe vilindi vya maji. Tuseme giza liko katika uso wa biashara yako. Liko juu ya uso wa kazi yako. Giza liko juu ya uso wa elimu yako. Sasa Mungu kupitia nabii Baraka
akasema na iwe nuru, imekuwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema hivi, tunataka tuone udhihirisho. Baada ya kusema iwe nuru, ikawa nuru. Je, ilionekana? Mstari wa 4, Mungu akaiona nuru ya kuwa, Mungu akatenga nuru na nini? Kumbe aliiona, maana yake ilidhihirika. Kwa lile neno Mungu akasema, mstari wa 3, ikatengenezeka udhihirisho. Maana yake nuru ikaonekana. Nami natumia nuru ile ambayo Mungu alilitumia kuumba mbingu na nchi, na nitumia kwako siku ya leo. Wewe ukasimame badala ya nchi, ya kwamba pale ambapo Mungu alitamka na ikawa, mimi natamka kwako leo na ikawe kwa jina la Yesu. Maana unasimama kwa niaba ya nchi, unasimama kwa niaba ya mbingu, maana hata mbingu zilikuwa hazina kitu. Mungu akasema na wewe malaika wakawa, nami nasema nyumbani kwako na iwe fedha na itakuwa, uwe uzima na itakuwa, iwe afya na itakuwa, iwe kazi na itakuwa, iwe mafanikio na itakuwa, iwe amani na itakuwa, kwa jina la Yesu na ikawe. Usifurahi kwa kuwa una kitu. Unaweza ukawa nacho lakini kuna giza juu ya uso wa kitu hicho. Mungu hakufurahishwa na mbingu au na nchi kwa sababu sipo. Alifurahi baada ya nuru kuangaza. Amen. Haleluya. Inawezekana unafanya kazi hiyo lakini kuna giza. Unahitaji neno la udhihirisho. Mungu alipoziumba mbingu na nchi, sawa zipo. Mungu amekuumba ndio, lakini umetawaliwa na giza. Unahitaji neno moja tu ambalo Mungu alilitoa wakati wa giza juu ya uso wa vilindi vya maji, akasema na iwe nuru, ikawa. Alafu sio tu ikawa, Mungu akaiona nuru, udhihirisho ukaonekana. Haleluya. Udhihirisho ukaonekana. Nami leo natembea kwa neno hilo, ninasema na ikawe ndoa, na ikawe masomo, na ukawe ufaulu, na imekuwa. Na ukishaenda utauona huo ufaulu ya kuwa ni wema, utaiona ndoa hiyo ya kuwa ni njema, utaiona kazi hiyo ya kuwa ni njema, utatenda kazi na mshahara wako, utatenda kazi na faida yako. Hapo ndipo ambapo tutasema neno la udhihirisho limekaa juu ya maisha yako. Nami natangaza ikawe hivyo kwa jina la Yesu. Hakuna mafanikio. Unaweza ukawa na kila kitu lakini udhihirisho wa hivyo vitu hakuna, au udhihirisho wa neno hakuna juu ya hicho kitu. Mstari wa 4 uko wazi kabisa. Maandiko yanasema Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Alafu Mungu akaiita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mstari wa 6, Mungu akasema na iwe anga katikati ya maji, kwa maneno au kwa neno. Maana aliposema kwa neno na iwe anga katikati ya maji. Haleluya. Amen. Nikayatenge maji na maji. Maana ilikuwa hivyo. Na maana ukiendelea hapo chini utakutana na neno ikawa. Mstari wa 7, Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga, ikawa niko na watu, ikawa hivyo. Mstari wa 7 tarudia tena, Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga, ikawa hivyo. Maana alitumia neno la udhihirisho. Sio tu Mungu aongee kwa sababu ana maneno mengi, hapana. Kuna neno special kwa ajili ya kudhihirisha kitu. Hilo ndilo neno ambalo tunatakiwa kuwa nalo. Ikiwa wewe uko katika misingi au wewe ni mwana wa nabii au wana wa nabii, lazima uwe na neno la kudhihirisha. Unaposema ya kwamba wachawi tunawapa mipaka, mwisho leo kufunga uzao wangu, hilo neno linakwenda linadhihirika, linakuwa mpaka wa ukuta wa moto katika ulimwengu wa roho. Wanapotaka kupita kwa nyungu zao, kwa uchawi wao, kwa unafiki wao, wanashindwa kwa sababu kuna ukuta wa moto wa neno la dhihirisho ambao limekaa katika ulimwengu wa roho. Hilo neno linakupenda wewe na wachawi, linakupenda wewe na wabaya. Kwa sababu hiyo maandiko yanasema, na Mungu aliposema ya kwamba giza nijitenge na nuru, ikawa hivyo. Nami nasema ni hivi, nikuwatenge wachawi na wewe, nikatenge familia na wewe. Maana ni kwamba wale wachawi wote wanaofuatilia familia yako wakatenge
jina la Yesu. Haleluya. Twende taratibu. Ninataka uelewe kitu. Nenda ule mstari wa 11. Bado niko Mwanzo sura ya kwanza. Sura hiyo ya kwanza. Mstari wa 11. Nataka nikuonyeshe kitu hapo. Neno la udhihirisho, neno la ajabu sana. Haleluya. Neno la udhihirisho, neno la ajabu sana. Mstari ule wa 11. Maandiko yanasema Mungu akasema nchi na itoe nini? Na itoe nchi utoao nini? Na mti uzao nini? Kwa jinsi ambao mbegu zimo juu ya nini? Alafu nini kikatokea? Nini kikatokea? Sasa usifikiri kila neno ukisema itakuwa hivi. Kuna neno special ambalo Mungu, hii ni siri kubwa sana. Pamoja na kwamba Mungu ana maneno kuliko wanadamu. Maana yeye ametupa tu kwa uchache. Japo kuna watu wanabwabwaja kweli, lakini hatumzidi Mungu. Ana maneno mengi. Lakini ana neno special moja tu. Akaja Mungu ardhi, nchi maana yake ardhi kibibilia. Nchi naitoa, ardhi naitoa. Hebu jiulize, ni neno gani lenye kuiamuru ardhi itoe kitu? Maana yake neno la udhihirisho. Vipi neno hili kiwa nalo ya kwamba sitaki kufungwa kwenye maisha yangu? Ukilitumia hilo neno kinywani mwako, maana yake wakati huu ninaongea haya, kunapaswa kuwa na mtu ndani ya moyo wake anasema, leo nalipokea neno hili, sitaondoka bila kulipokea neno la udhihirisho. Ili Bwana kila ninapoomba na kunena, nikitamka nitoke neno hili, yasitoke maneno, nitoke neno hili la udhihirisho. Nikisema ya kwamba mume wangu awahi, alafu achukue mikate 100 aniletee, yaani awe na hamu na mimi, asiendeende tu akachelewa, atakuja saa 10 au saa 11 amewahi mapema kweli. Kama alikuwa anakuja saa 8 anarudi saa 10 ya jioni. Kama mtoto alikuwa haelewi, anaanza kuelewa darasani. Kama wewe mama ulikuwa ukitazama na mume unaambiwa unafanana na soli ya kiatu, ataanza kukuambia you are beautiful. Haleluya. Kama wewe mbaba ulikuwa unaambiwa ya kwamba ulivyo ni kama samaki kakosa maji, basi utakuwa kama samaki mwenye kushiba maji. Haleluya. Maana wako na maneno kutu kwenye ndoa za watu. Haleluya. Huko ndo kuna misemo. Nituko kama kangaroo kwenye kiwi. Haleluya. Haleluya. Hebu tusome tena kanisa huo mstari wa 11. 1 2 3. Tusome kanisa 1 2 3. Mungu akasema. Ndio. Nchi na itoe majani. Ndio. 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 Tumalizie tena mwishoni, ikawa hivyo. Unahisi neno gani limetoka kama sio neno la udhihirisho? Hebu ukisoma Biblia, Mungu ameongea sehemu nyingi sana, si ndio? Sio kila sehemu alikoongea jambo lilitokea. Yaani sio kila sehemu alikoongea ikawa hivi. Kuna mahala special aliposema ikawa hivi. Lakini kuna sehemu zingine aliposema alibaki kusema tu, ila haikuwa hivyo. Kwa maana ya udhihirisho linachomaanisha, kuna wakati Mungu anaongea, sio kila vile anavyoongea basi itakuwa hivi. Kuna wakati anaongea ila hakuna jambo linalodhihirika. Kumbe kuna saa anatumia neno moja la udhihirisho, anapolitoa ana uhakika ya kwamba itakuwa hivyo. Na hilo ndilo neno ambalo mimi na wewe leo tunapaswa kuwa nalo. Tunapaswa kutembea nalo. Unapoona mambo yakae sawa, tamka hilo neno, alafu itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Nenda ule mstari wa 24. Mstari wa 24. Wa 24. Mstari wa 24. Maandiko yanasema hivi, Mungu akasema nchi na izae nini? Kwa jinsi zake, nyama kufugwa nacho kitambacho,
na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa inawezekana kuna watu hawaelewi. Tuende tusome pamoja. Mungu akasema nchi na izae. Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi. Ikawa hivyo. Kumbe kuna wakati, ndio maana tumesoma mistari kwa kurukaruka, kwa sababu sio kila mstari Mungu aliposema ilikuwa hivyo. Kuna wakati alikuwa akiongea tu. Kuna baadhi ya maneno au neno alipolitoa ndipo kitu kimedhihirika. Sio maneno yote ya kwenye Biblia, kila neno kianza siku Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa mwisho ni Mungu akasema ikawa. Kuna wakati anaongea kawaida, lakini kuna wakati alitumia neno la dhihirisho alafu ikawa hivi. Haleluya. Kwa hiyo kuna saa tunapaswa kuwa na neno la dhihirisho. Tunapotamka kimekaa, tunapotamka mwishoni tumalizie imekuwa hivyo. Si kama naeleweka? Amen. Imekuwa hivyo. Haleluya. Neno hili alipewa nabii mmoja anaitwa Yeremia. Kama na Biblia anaitwa Yeremia, ila sina uhakika kama unayo. Haleluya. Kwa sababu Tanzania ni Kiswahili. Haleluya. Haleluya. Mwenye Biblia atusomee kile kitabu cha Yeremia. Haleluya. Kuna yupo alinayo? Haleluya. Haleluya. Hawana, labda wenayo kwenye simu, lakini sio Biblia kama Biblia. Angekupo Edi angetusomea. Yeye ni mtaalamu. Haleluya. Yeye ni mtaalamu. Neno la udhihirisho, lenye kudhihirisha. Kuanzia mstari wa 9 ile sura ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 9. Haleluya. Maandiko yanasema, ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Maneno gani? Haleluya. Ametia maneno yake. Kwani Yeremia hakuwa na maneno? Haleluya. Anachomaanisha, alitia maneno ambayo yanaitwa neno la dhihirisho, ili Yeremia akawe juu ya falme ya mataifa, lazima awe na neno la dhihirisho. Haleluya. Hebu ngekee jirani yako. Ngekee jirani yako. Ukiona amekaa pozi la kulala, mwambie kaa vizuri. Mwambie kaa vizuri kwa ujasiri. Akikuuliza kwani wewe nani mwana wa nabii, asema nabii, kaa vizuri. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Alafu baada ya hapo utakuwa chini na falme ya mataifa. Kuna wakati tunataka kuwa juu, lakini hatuna neno lenye kutudhihirisha kuwa juu. Haleluya. Hatuna ile neno lenye kutudhihirisha sisi kuwa juu. Sasa tazama mstari wa 10, maneno yanasema hivi: angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kufanyana, kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Haleluya. Unataka kuwa na nguvu za kung'oa, za kubomoa, za kuharibu, za kuangamiza. Una neno la dhihirisho. Unachoomba ni nini? Sema ni bure. Ni bure. Nataka nikufundishe uelewe. Ndio maana leo nenda taratibu kwamba hivi unataka kubomoa, kuharibu, kuangamiza, alafu ili ujenge na kupanda. Huna neno la udhihirisho ambalo Yeremia alipewa kinywani mwake. Unataka kuwa juu ya falme na mataifa.
Maana yake ni kwamba uwe na mamlaka, uwe na mamlaka na uwezo kuliko wao, uwe na utajiri kuliko wao. Una neno la udhihirisho litakalodhihirisha haya. Ndio maana sio tu kwa sababu Yeremia ni nabii, hawezi akawa nabii maalum au nabii mwenye maana kama hana neno la udhihirisho. Yaani kuitwa nabii sio tatizo. Umuhimu wa huyo nabii ni kuwa na neno la udhihirisho. Maana nabii ni jina tu ambalo kila mmoja anaweza akawa na, hata mbebe mimi ni nabii, uko ameelewa, ni sawa. Na sio kila mtumishi atanena jambo litatokea. Na hili likawe somo kwao. Kuna wakati wanapaswa kumwambia Bwana, gusa kinywa changu, yatie maneno yako, neno la udhihirisho kinywani mwangu, ili ninapoharibu na kubomoa, ninapoangamiza, ninapoondoa mabaya fulani juu ya watu yakaondoke, na ninapopanda amani juu yao na kuijenga faraja ikawe. Nipe neno la udhihirisho. Wanakurupuka ni pokea. Alafu baada ya hapo hakuna kinachoonekana. Ni kwa sababu tunawahi kutumika badala ya kutafuta kuimarishwa na Bwana na kujengwa vizuri. Ndio maana huwezi kunifananisha na huko ulikotoka. Haleluya. Haleluya. Hilo si ni kweli? Kwani huu nao ni umbea? Si ni kweli? Kisura mpaka kiroho, si ni kweli? Wewe toka kuzunguka kwako duniani kwenye mihangaiko yote, ushawahi kuona mtu mwenye sura kama ya kwangu? Hapana. Hebu tuseme na ukweli, tuache uongo. Ushawahi kumuona? Hapana. Ungesema ndio, maana ndio nipo. Haleluya. Sasa hii inamaanisha kwamba tufanane. Ninachomaanisha ni nini? Usiende kwa kuiga. Haleluya. Unajua tuna tabia moja, ukiweka kichani fulani unaona tu watu wanapaka fire. Na wewe unasimama unazima TV na mimi naanza fire. Alafu akitokea kwa huyo uliko kimtazama vinatokea, jiulize kwa nini? Yeye ni mwanadamu kama wewe, ndio amekuzidi nini? Ni nini alichonacho mpaka yeye akisema inatokea? Ana neno la udhihirisho. Anaposema moto, kweli unatokea. Anaposema watu wanafunguliwa, kweli unaona watu wanafunguliwa. Anaposema iwe hivi, inakuwa kweli. Anaposema huyu mtu asimame, aachie hii wheelchair aondoke, anasimama kweli. Kajaribu wewe. Nenda hospitali hapo na wakuta. Wasimama. Sasa basi imekuwa hivyo. Si nenda hayo bibi. Kama mgonjwa anamwambia unatimamu kweli? Huko kwingine mimi sijui, nimesema tu unatimamu kweli? Haleluya. Ni kwa sababu unachokisema kionekani. Petro akamkuta kiwete amekaa anaombaomba katika mlango wa kuingilia kanisani. Lakini ndani ya kanisa kuna watu wengi kama mlivyo. Ila pale mmepita kiwete toka kuzaliwa, amezaliwa hivi. Sasa kwa nini nyie mliopita pale hamkumfanya asimame? Na lazima kati ya watu walioko kanisani kuna mtu aliyeguswa kuomba au kunena juu ya huyo kiwete. Lazima wapo waliofanya hivi. Lakini haikutokea, amesimama. Tatizo sio kwamba hawaombi, waliomba, ila si kwa neno la udhihirisho. Walichokisema hakikutokea kwa sababu walisema kwa maneno yasiyodhihirisha. Walipofika mitume wawili, Matendo ya Mitume ile sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10 pale, nakupa habari ya hapo. Walipofika hao mitume wawili, wao wakafika, wakamwambia, we Masai, upo? Umetoka wapi? Njiro. Umetoka wapi? Manyara. Una shida gani? Mbona umekaa? Natuona mtu tumeingo wangu tu tumenyeka, hatuwezi kufanya kazi, tudogo kweli. Sawa. Hebu tutazame sisi. Tazama hawa watu hawakuingia kama wale ambavyo waliingia ndani. Wao walikuwa na uhakika. Kwanza wakafika wakaangaliana kwanza. Petro na Yohana. Mtumishi, yeye ndio mtumishi. Hii kazi yetu. Hili ndio dili. Hili ni dili letu. Wakamwambia kwa jina la Yesu
Kristo wa Nazareti, simama alafu uende. Sio simama utushangae, simama uende. Na wewe ingie ndani. Sasa kilichofanyika, yule kiwete kakabaki kanashangaa, na simama kweli. Sasa hapo sana na mwafi kumwambia simama, nawezaje? Simama. Mtumishi, unajua hali ni ngumu, nyonga na vitu vingine na maini yamekuwa chakara. Wewe siwezi kusimama. Simama. Amen. Sasa alipoona Petro kwamba achangamki fursa, haendani sawa na wakati wa neno la dhihirisho, akakashika. Wewe Bwana, akanyanyua, akaruka. Mara mbona vinaendeka? Akaingia ndani ya hekalu. Kwa nini? Manake hao makuhani walipofika wao wakatoa neno la dhihirisho. Haijalishi kuna watumishi wangapi wamekuja kwako, haijalishi kuna watu wangapi wanaomba wamekuja kuomba kwako, lakini fika na wewe leo nyumbani kwako, uwe tofauti na wao, usiombe kama wao. Wewe utamke kama Petro na Yohana, utamke jambo na likaonekana. Usiombe kama wale waliokuwa ndani ya hekalu, wewe kaombe kama Petro na Yohana, katamke jambo lionekane. Nenda kwa mfano wao, usitembee kama wale waliokuwa ndani ya hekalu. Nenda kama mtume hao wawili walivyotamka ya kwamba inuka uende, akasimama kweli. Tembea kwa hilo neno, hebu jifananishe na wao, tembea kwa roho yao, tembea kwa mafuta yao, ili ukisimama useme na itokee. Haleluya. Kuna watu wa kujifunza kutoka kwao. Ifike wakati unapotamka jambo lionekane. Usiwe tu Mkristo kama bango. Unampenda sana, alafu hakuna udhihirisho kwa huyo unayempenda. Leo nienda wapi? Nenda kanisani. Nini kilichojiri? Mungu ametenda. Una nini mkononi mwako? Sema. Sasa ametenda nini? Musa alipoulizwa, maana Bwana alitenda kule porini. Alipoulizwa una nini? Nina fimbo Bwana. Si ulitenda? Wewe una nini? Huna. Alichokutendea Bwana. Hata moyoni mwako huna. Sina. Ila tunachojua neno la dhihirisho tumefundisha. Niache na njaa nikala. Ndicho unachowaza. Huna kingine. Haleluya. Haleluya. Unajua, usifurahi kuja kanisani. Furahia kwa kupokea ulichokikuta. Usifurahie kwa kuwa umekuja. Usifurahie kwa kuwa umekuja umeniona. Furahi kwa kuwa Mungu amekuletea kitu na umepokea. Kwa sababu ukifurahi kwa kuwa umeniona, yawezekana isiwe faida na udhihirisho usionekane. Furahi kwa kuwa neno limekuwa ni neno lako wewe. Ujumbe umekuwa wa kwako wewe. Neno la leo limekuwa ni zawadi kwako wewe. Neno la leo likadhihirike kwako wewe. Hapo ndio furahi. Nimekuta nabii kama kawaida. Hiyo sio furaha. Furahi kwa kuwa Yesu anasema, furahini kwa kuwa nimewaletea neno la uzima. Kwa hiyo lipokee neno hili, kwa maana kila alishikaye neno langu hataona mauti kamwe. Atakuwa amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Atapita kutoka gizani na kuingia nuruni. Neno langu lishikeni. Anasema kila mwenye kulishika neno langu atafananishwa na mtu ajengaye nyumba, akachimba msingi wake sana, na hata yakija mafuriko na pepo kali, tikisiko halitakuwepo. Anayeliacha neno langu atafananishwa na mtu ajengaye nyumba juu ya mchanga. Yaani msingi uko juu ya mchanga. Hapo simalizi kwa sababu unajua. Wewe usichimbe chini. Anzia tu juu ya mchanga, hapa ndio msingi unaanza. Alafu itakachotokea uje utisimulie. Kwa sababu siku za ushuhuda zipo. Haleluya. Ikikuangukia hiyo nyumba, naomba ikubakishie mdomo uweze kuongea na akili timamu. Hata kama miguu ikienda, ila uje ushuhudie. Amen. Kwa sababu umejenga juu ya mchanga. Na ndio maana hakuna nyumba ya hivyo. Sina. Awe nyumba yako ni ya hivyo, imeanzia juu juu. Ndugu yangu, kama imeanzia hivyo, kauze. Au bomoa ujenge tena. Hiyo sio ya kwako. Umekaa ndani ya kaburi. Ndio wote likishuka, ndio tunaanza eti Bwana ametoa. Bwana nyumba imekutoa. Haleluya.
Bwana anahusika nini na hilo swala? Nyumba imemtoa, nyumba aliijenga, jina la nyumba hii ya Mgongo wa Tembo lihimidiwe. Malalo. No way. Hakuna cha jina la Bwana kwenye uhusiano hapo. Halipo. Tutakuwa tu tunaleteana hapo kesi za kijumuiya. Hakuna jina la Bwana hapo. Haleluya. 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 Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo. Kuanzia siku ya leo. Ninapokea neno la dhihirisho likae ndani yangu. Mathayo sura ya 8, tusome andiko la mwisho na baada ya hapo tumalizie process iliyobaki. Mathayo sura ile ya 8 na mstari wa 16. Mathayo 8:16. Nataka nikuonyeshe. Tutasoma mpaka mstari huu wa 17. Maandiko yanasema, hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo. Akawatoa pepo kwa nini? Kwa nini? Alafu akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Lakini kwa nini? Kwa neno lake. Kwa neno lake. Hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno koma. Alafu haikutosha kwa hilo neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie neno lililonenwa na Isaya, ili litimie neno lililonenwa na Isaya. Haleluya. Lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Ikatimia. Kwa sababu amekuja kuyatoa magonjwa yetu au kuyachukua magonjwa yetu kwa neno lake. Kuyatoa madhaifu kwa neno lake. Kwa kuwa Isaya alitabiri, ukisoma ile Isaya 53 pale, kwa kupigwa kwake, kwa kuchubuliwa atabeba masikitiko yetu. Maana yake lile neno alilolisema Isaya linatimia kwa Yesu kulifanya, ya kwamba linakuja neno litakalo yaondoa madhaifu ndani yetu, likatimia. Sasa hebu jiulize, kumbe sio kila neno likikutamkia utapona. Kuna neno maalum na special ambalo Yesu alilitumia kutoa mapepo, maana ni neno la udhihirisho, alafu kuwatoa. Na ndio maana leo hii nataka uwe na neno ambalo litakusaidia wewe kwenye familia yako na maisha yako. Sio kila maneno yatafanya. Yawezekana uliomba juu ya fulani ukamwombea, haikudhihirika kwa sababu uliomba kwa maneno au kulitumia hili neno. Ulitamani kutoa mapepo kwa maneno, sio neno. Haleluya. Haukutumia neno. Yesu alitoa mapepo na vifungo vyote na magonjwa yote na kila udhaifu kwa neno. Sasa mkute jirani au mwenzio aliyekaa karibu yako hapa anamwombea mtu, ndio yale ya mjumuiko. Toba humo, rehema humo, yaani kila kitu humo, kumsihi Roho Mtakatifu humo, kuvunja na kupasua miamba na kufuta magonjwa na laana humo kwa wakati mmoja. Hata kwenye Yesu ndio tunaambiwa andika Yesu kwa kufuata mlolongo huu, sio kwa mchanganyo huu. Haleluya. Haleluya. Ukiwa wanafunzi wameelewa. Haleluya. Utaanzia conclusion kweli? Tutakuwa umefeli kimadaraka. Sio kila neno. Ndio maana leo hii nakutaka na wewe uwe na mamlaka ya neno. Bwana mponye huyu, mponye kuanzia masikio, mponye kuanzia kucha, mponye Bwana, mbona kucha zake nyeusi zimekoma kweli? Yawezekana mbona ugonjwa wa siri. Bwana mponye mrehemu na kucha. Yote ndio maana anabadilika na sura. Na kucha Bwana mponye Bwana, ninaondoa magonjwa yote, mponye Bwana. Sasa mtu huyu hana neno moja. Lazima uwe na neno moja tu, useme Bwana na yakausha magonjwa yote na kila sumu ya kichawi iliyoachiliwa kwenye ardhi hii na kwenye anga la nyumbani kwangu, mashariki, magharibi na pande zote, kwa jina la Yesu. Na lituma neno
kama ambavyo ulilitumia kuumba Bwana. Ukitamka tu anasema kumbe natumia neno la udhihirisho, kama ambavyo nilituma likawaponya, nani alituma hilo? Kama ambavyo ulisema ni hai na tena ni moto, nilituma neno hilo. Atasema kumbe natumia neno la udhihirisho. Unapolitamka lile neno, manake linatoka kinywani mwako. Neno ni roho. Katika ulimwengu wa kiroho, yale maneno au lile neno linatoka. Una kabisa kitu kinatoka. Kinageuka sawa sawa nilivyosema, kama nalituma liwe moto, linatoka alafu linageuka kuwa moto ambao hauwezi ukashikika kwa mikono. Kama ni mshale, linatoka likiwa lina mshale. Maana likiwa mshale hilo neno, kama ni nyundo, linatoka likiwa zito kweli, likikaa juu ya mchawi haamki. Kesho watu nasikia wiu tangaza kaenda na maji kwa kuwa alikuwa mwili sana. Kumbe umempiga kwa neno. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alikuwa anaongea sana. Wanafikia wengi. Yaani mimi wakinipa kuweka matangazo, nitaongeza sifa za kila hali. Nauliza kwanza alikuwaje? Alikuwa mbea lakini si kama alisamehewa na hao rafiki. Ila amekufa wanajengo karibuni bila kukosa. Na kama wewe ni mbea, nenda kamzike mbea kwanza. Nawe unafuata. Haleluya. Ndio maana sijachaguliwa huko. Kwa sababu itawafanya watu wasende msibani. Haleluya. Haleluya. Kila mtu na senta yake, ndio maana sikuwekwa huko. Sikuwekwa huko. Kila mtu anawekwa mahala ambapo Mungu anaona huyu size yake ni hapa. Haleluya. Ndio maana sio kila mtu utamwambia tuingie uwanjani ucheze. Sio kila mtu ni mchezaji. Kuna mwingine ni mtazamaji. Haleluya. Neno la udhihirisho ndilo ambalo unatakiwa kuwa nalo. Neno la nini? Mwambie jirani yako, mwambie uwe na neno la udhihirisho. Mwambie kwa kunyoshia kidole, uwe na neno la udhihirisho. Uwe na neno la udhihirisho. Uwe na neno la udhihirisho. Kuanzia sasa, kwa jina la Yesu. Utake usitake, pokea. Sasa kama ulikuwa unadegua usinisumbue, ndio tumeshakukomandi. Umepokea. Haleluya. Umepokea. Tembea na hili neno litakusaidia. Haleluya. Nikupe dakika chache, maana mimi nimemaliza. Ninapoongea niangalie, kwa sababu lina msisitizo hata wa vitendo. Nikupe dakika chache. Haleluya. Nikupe dakika chache za kuandaa mahitaji yako. Nataka niweke neno kwenye hayo mahitaji. Nani nimekuja nayo? Inua mkono wako, uwe mwepesi. Twende na muda. Wewe ambaye haukuwepo, tulisema siku gani? Ndio tatizo la watoro wa ibada za katikati. Haleluya. Na Jumanne nitatoa siri nyingine. Naomba ambaye haukufika usifike tena. Haleluya. Andaa mahitaji kadri uwezavyo. Ila nitatoa dakika 4 tu kwa wewe ambaye haukuwepo. Sasa sijui utakuwa una mkono mwepesi kiasi gani. Ila andika uwezavyo. Mahitaji ambayo nataka Mungu akukamilishie kabla mwaka huu haujapotea au haujaisha. Kati ya hayo kuwepo na mambo ambayo Mungu atayafanya. Wewe andika kadri uwezavyo. Naongeza dakika 1, nakupa dakika 5. Nakupa dakika 5. Mwambie Bwana, neno lako linapokwenda kutoka, neno la udhihirisho kupitia mtumishi wako, udhihirisho kaonekane. Ninataka watu ambao baadaye watakuja kuniambia kile tulichoomba, mambo 10, mambo 20, mambo 50 yamedhihirika. Mambo makubwa yamedhihirika. Mambo 5, mambo 2, jambo moja kubwa limedhihirika. Kuanzia leo na kuendelea, kabla ya mwaka kuisha, kati ya hayo ama yote, vile apendavyo Bwana atadhihirisha. Ikiwa ni yote atafanya.
lakini tunataka tumuone katika haya. Sisi hatutampangia jinsi gani atafanya, lakini tumuone tu katika haya. Hatutataka anze na lipi amalizie na lipi, isipokuwa afanye katika haya kabla ya mwaka huu na ndani ya mwaka huu. Nena kwa imani na ikawe kumbukumbu. Kama hujawahi kuomba kwa imani, omba leo sasa. Mwambie Bwana, yatosha. Nataka sasa nikainuke. Yawezekana ulishawahi kufanya vitu vya namna hii mara nyingi, kwamba andika. Watumishi tukaomba au watumishi wakaomba, lakini haikuonekana. Basi hii na ikawe ya tofauti kwako. Imani yako ndio itaambatana neno hilo la udhihirisho. Imani yako itaambatana na neno la udhihirisho nitakalotamka. Unahitaji baada ya siku chache uje na ushuhuda ya kwamba baadhi ya mambo tuliyoandika siku fulani, tarehe fulani yamedhihirika. Na tuone udhihirisho, kwa sababu leo naweka neno la udhihirisho. Naweka neno la udhihirisho leo. Naweka neno la udhihirisho leo. Sogea tu mbele. Sogea mbele. Nataka mtu anayewahi nianze yeye kumgusa wa kwanza. Kiambiwa sogea mbele, tunajivuta. Leta karatasi yako. Ninaachilia neno la udhihirisho kwa jina la Yesu, yakadhihirike. Yakadhihirike kwa jina la Yesu, yakadhihirike kuanzia sasa. Yakadhihirike kuanzia sasa. Yakadhihirike kuanzia sasa. Mahitaji yako yakadhihirike kwa jina la Yesu. Nikikugusa ondoka. Mahitaji yako yakadhihirike kwa jina la Yesu. Ninatamka kudhihirika 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 kwa jina la Yesu. Natamka kudhihirisha kwa jina la Yesu. Natamka kudhihirisha kwa jina la Yesu. Natamka kudhihirisha kwa jina la Yesu. Na nena udhihirisho kwa jina la Yesu. Na nena udhihirisho kwa jina la Yesu. Uwe na imani. Na nena udhihirisho kwa jina la Yesu. Natamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Natamka kwa jina la Yesu. Natamka udhihirisho kuanzia sasa 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 kwa jina la Yesu. Uwe na imani ya kwamba ninachosema ndivyo inavyokuwa. Ninatamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Natamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Ninatamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Sogea msikilizaji. Natamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Natamka kudhihirika kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Natamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Natamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Kumbuka neno hili nalolitoa halirudi bure. Natamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Natamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Sogea huko. Natamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Natamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Natamka udhihirisho kwa jina la Yesu. Haleluya. Sema kwa jina la Yesu. Mahitaji haya. Inua tu mkono wako wenye haya mahitaji, shika kwa mkono wako wa kulia. Sema kwa jina la Yesu. Mahitaji haya. Mahitaji haya. Mahitaji haya. Hayatazuiliwa na adui yoyote. Hayatashindikana. Hayatanyamazishwa. Hayatasimamishwa. Yanakwenda kudhihirika. Kwa maana neno lililo hai kutoka kinywani ni Mungu aliye hai limekaa ndani ya mahitaji haya. Ndani ya mahitaji haya ninaamini na nina uhakika kuanzia sasa, wakati huu udhihirisho umekwisha kukaa ndani ya mahitaji haya. Ee Bwana, ee Bwana, yapokee, 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 yakadhihirike, yakadhihirike kuanzia tarehe
kabla ya huu mwaka kuisha Bwana, kabla ya huu mwaka kuisha Bwana, leo yamedhihirika kwa jina lako. Kuanzia leo ninaamini katika jina la Yesu ya kwamba mahitaji haya yatadhihirika, kwa maana ndani yake kuna neno na udhihirisho. Amen. Usilipoteze hilo karatasi, kibidi kaweke kwenye dayari yako, kwa sababu karatasi unaweza ukawashia moto wale wapishi, au kahisi ni takataka ukatupa. Kaandike mahala. Mungu anapenda watu wanaozingatia kile ambacho yeye anataka kuwafanyia, lakini ukipuuzia ndivyo na mambo ambayo yatajipuuza kwako, hayatadhihirika. Ni kitu kidogo sana, lakini ni kikubwa udhihirisho wake utakapoanza kuonekana. Watu wengi huwa wanapuuzia. Mwingine akitoka tu hapo nasikia nayakumbuka. Haleluya. Amen. Ukipuuzia ndivyo ambavyo mambo hayo yatajipuuza kwako pia. Kwa hiyo shikilia. Ni jambo dogo kwa namna ya macho ya kawaida, lakini ni kubwa sana kwa namna ya roho. Amen. Kubwa sana. Amen. Kwa watu wenye imani kuanzia sasa na kuendelea, haitachelewa. Muda mchache hivi punde mambo yataanza kuonekana. Amen. Yataanza kuonekana. Mungu atakushangaza. Amen. Haleluya. Mshangilie Bwana kwa ajili ya hilo. Jumanne nitakuwa na neno maalum kwa ajili ya mtu. Basi mbarikiwe, mimi sina mengine. Nimeshamaliza kile ambacho nilisema. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.